Asante. Ninashukuru kwa taarifa hii njema iliyotoka kwa mwenyekiti wetu wa BAWACHA. Mimi kwa majina naitwa Prudensia Mdahila. Ni mwenyekiti BAWACHA wilaya. Ninashukuru sana kwa ujio wa wageni wetu. Nafikiri ya kwamba ni wakati mwafaka wa wananchi wa Mafinga kufunguka. Tusiwe watu wa kuelekezwa vitu na kuvifanya ambavyo si sahihi. Moja, ninaweza nikasema tumetangaziwa leo tarehe 26 kwamba eti kesho watu wote wakapate mikopo. Unakuja kushangaa hiyo mikopo ilingojea mpaka mkutano wa Chadema ndio hiyo mikopo itolewe. Unaona kabisa huo ni udanganyifu. Wananchi wa Mafinga, tusiwe kama watoto. Tusiwe ni watu wa kubadilika, wa kutubadilisha mawazo wakati tunataka sisi wenyewe tujikomboe. Kujikomboa kwetu unategemea sisi wenyewe. Tunapoambiwa mambo yasiyo ya msingi, basi tukatae. Ndio maana chama chetu kinasema no reform, no election. Maana yake ya kuwa kama hakuna mabadiliko yoyote kwenye uongozi, kwenye ngazi zozote za uongozi za uchaguzi, inabaki pale pale kwamba wanakuja kusimamia wale viongozi wa kurugenzi, walimu na kadhalika. Bado hapo hatujajikomboa. Na ndio maana Chadema inatembea na mbinu hii, no reform, no election. Pasipo mabadiliko kweli hakuna uchaguzi. Nafikiri umeona viongozi wetu wakubwa wenye viti wa taifa wanapozungumzia jambo hili. Hatutanii, tuko serious. Tusiwe kwamba tunaambiwa kitu basi tunaenda. Alafu ujiulize, kwa nini wanasema siku ambayo Chadema labda wana mkutano? Kwa nini hili jambo alikuwa muda mrefu likatumika au likafanyika? Kwa hiyo kuna kitu cha uoga, lakini nasema kwa kumtegemea Mungu wetu ambaye tuliye naye, Mungu hajawaacha watenda haki peke yao. Mungu huwa anawapigania. Nasi tunapigania haki hizo sio kwa sababu ya sisi binafsi au chama cha Chadema. Ni kwa sababu ya wananchi wote tupate mabadiliko. Tuone kwamba kila mmoja awe huru. Kuna vitu vingi vinavyofanyika ambavyo katika nchi yetu si sahihi. Kwa mfano utekaji. Vinafanyika, vijana wadogo wanatekwa. Kweli wewe kama mwanamke mwenzangu, naenda kwa upande wa mwanamke mwenzangu ambaye wewe una uchungu, umebeba mtoto wako miezi 9. Leo mtoto wako amezaliwa, anataka kwamba aanze kukusaidia wewe, aanze kujijenga mwenyewe maisha, unasikia ametekwa. Hebu mwanamke mwenzangu najisikiaje? Na sio mara moja, ni mara nyingi tu. Kweli mimi nasema wanawake tutoke huko tuliko. Tuje kwenye mwanga, tutoke gizani tuje kwenye mwanga, ambapo huko tutapata haki zetu zilizo sahihi. Tusiogope, hata Mungu mwenyewe yuko juu yetu, hawezi kutuacha. Ninaamini ya kwamba kwa haya machache niliyozungumza, wanawake wa Mafinga wenye uchungu na watoto wao, wenye maumivu na watoto wao, nafikiri kama mama unajua uchungu wa mwana ujuaye mzazi. Mzazi ni mama. Mama ndio wa kwanza. Mtoto hata akisema mama anatoka shuleni anaanza kusema mama daftari limeisha, hawezi kumwambia baba limeisha. Mama mimi njaa inauma, anamwambia mama yake njaa inauma. Kwa hiyo sisi wakina mama tumebeba mzigo mzito sana. Taifa hili linatutegemea sisi, linatuangalia sisi. Alafu Mungu mwenyewe ni wa ajabu. Ameumba wanawake wengi kuliko wanaume. Kwa hiyo Mungu ametupendelea. Na kama Mungu ametupendelea, tutumie haki yetu ya msingi kuinua nchi yetu, kutokomeza uhalifu wote, kutokomeza ubaya wote, udhalimu wote. Ninaomba wamama tuunge mkono. No stronger. Together. No reform, No election. Stronger.